Nafsi ya mwanadamu imewekwa kwa ajili ya ibada kwa Mungu, lakini pia kwa ajili ya mahusiano. Nafsi ya mwanadamu haikuwekwa ili kufungamanishwa na mambo mengine, na kazi, biashara, watoto, marafiki, mwenza wako, mume, mke. Haikupaswa kuwa hivyo, kwa sababu tutakuja kuona huku jinsi gani ambavyo hao wenza wa watu wa Mungu, yani wale watumishi wa Mungu kwenye Biblia, waliwa affect kiasi gani kwenye level ya nafsi, na waliweza kuwa mbali na Mungu kiasi gani. Labda tuangalie mfano kwanza wa Adam. Tukiangalia Adam, pale mwanzo kabisa tunaona Adam alikuwa na mahusiano na Mungu ya moja kwa moja. Lakini Hawa hatukuona kama alikuwa na mahusiano na Mungu. Tunaweza kaassume Hawa kwa sababu alitoka kwenye ubavu, Mungu alikuwa anamwangalia mume wake zaidi. Tunaweza tukaassume hivyo. Lakini Adam ndiye alikuwa anapata maelekezo yote kwa Mungu. Hawa hapati maelekezo kwa Mungu. Kwa hiyo ina maana nafsi ya Hawa na Mungu haikuwa katika ushirika. Kwa hiyo inaonekana kwamba Hawa kutoka kwenda kumsikiliza nyoka ni kwa sababu nafsi yake haikuwa na ushirika na Mungu. Lakini pia tunaweza tukaangalia kwamba Hawa alivyotoka sasa kusikiliza mambo mengine, alivyorudi kwa mume wake naye akatoka kwenye position yake ya kumsikiliza nani? Mke wake. Yaani tunaweza kuona kwamba kosa au makosa yanaweza kuletwa kutokana na level ya nafsi. Yaani kwamba ukikosea kwenye nafsi yako, namna ya kuweza kuisikiliza nafsi yako, je, hii ni Mungu? Je, umemuuliza Mungu? Whatever ambao unapitia kama mwanandoa, umewahi kukaa ukajiuliza Mungu anasema nini kwa habari ya hili jambo? Wewe baba katika ndoa, umewahi kumuuliza Mungu, Mungu anasema nini kwa habari ya watoto wangu wanapopitia? Shule gani niwapeleke? Kitu gani nifanye? Biashara gani nifanye? Je, ni relate vipi na mke wangu? Umewahi kumuuliza? Kwa watu wengi sana wanafanya vitu wenyewe, hawana mahusiano. Kwa tunaona Adam alivyochepuka akamsikiza mke wake, kosa likaanza. Kwa tunachotaka kuona hapa ni kwamba kumbe nafsi yako usipokuwa stable, ukawa makini, unaharibu